Nangu ni Lea Josia, mkurugenzi wa taasisi ya Fikra Mpya. Siku ya leo tarehe 21 mwezi wa 8, tumepata nafasi ya kufanya kikao na machampioni wa kupinga ukatili wa kijinsia, lakini machampioni ambao watahusika kuwezesha upatikanaji wa haki za manusura ukatili wa kijinsia. Machampioni hao wametoka katika kata ya Ndembezi, Ngokolo, Igaga na Mwataga, halmashauri ya wilaya Kishapu, lakini pamoja na manispaa ya Shinyanga. Hizi kata zote ndizo ambazo tunatekeleza mradi wetu wa Justice for Survivors, ama kuwezesha upatikanaji wa haki za manusura ukatili. Na siku ya leo ya mafunzo imekuwa ni siku nzuri sana, kwa sababu machampioni hawa ama vinara wa mabadiliko wameweza kushiriki kwenye mafunzo vizuri, na wengi wamefurahia uwepo wa mafunzo haya kiasi cha kwamba utawanufaisha wao wenyewe kuweza kuelewa masuala mazima ya ukatili jinsi yalivyo, lakini pia kupeleka elimu hii kwa jamii walizotoka, ama kwenda kuzalisha machampioni wengine katika jamii zao, ili waweze kuleta mabadiliko kwa jamii nzima kwa kiwango kile kikubwa ambacho tunategemea kukipata, kwa maana ya mradi uweze kuleta manufaa. Sasa sisi tunashukuru sana wenzetu wa Paseshi ambao wamekuwa mstari wa mbele kutushika mkono na kuwa pamoja na sisi, kushirikiana nao katika kuhakikisha kwamba mafunzo haya yanafanikiwa, lakini pia kuanzia hapa mpaka mradi utakapoisha, tunaamini kwamba hatutaweza kutembea peke yetu. Tunao wadau tofauti ambao tunaendelea kushirikiana nao kama Paseshi, kama ambavyo nimesema, lakini pia maafisa ustawi na maafisa maendeleo. Kwa hiyo asanteni sana machampioni wote ambao mmeshiriki mafunzo haya siku ya leo. Tunaamini elimu hii ina manufaa kwenu na imewasaidia na itawasaidia na watu wengine kwenye jamii ambazo tunafanyia huu mradi. Kwa majina naitwa Muhoja Filipo Ibengwe, natoka kata ya Ndembezi iliyopo katika manispaa ya Shinyanga mjini. Niko hapa kama championi wa mradi wa Fikra Mpya, ambapo mimi ni champion ninayetekeleza mradi unaosema wezesha upatikanaji wa haki za manusura wa ukatili wa kijinsia. Mimi kama kijana, kwanza kabisa nawashukuru Fikra Mpya kwa kuweza kutupatia mafunzo haya katika siku hii ya leo. Nimetambua ni kiasi gani vitendo vya ukatili wa kijinsia vinaleta athari kubwa katika jamii zetu. Hivyo naahidi kutoka leo hapa nitakuwa balozi mzuri kuhamasisha vijana wenzangu kupinga vitendo vya ukatili wa kijinsia, lakini pia wawe machampioni wazuri katika kuleta mitazamo chanya kwenye jamii zetu. Ninaitwa John Shija, natoka taasisi ya huduma ya kisheria inaitwa Paralegal Aid Center Shinyanga, na tulikuwa na majadiliano na champions pamoja na wasaidizi wa kisheria katika kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma stahiki zinazo kutoka kwa machampioni na pamoja na wasaidizi wa kisheria. Mafunzo haya yalikuwa yanalenga kujengeana uwezo, kwanza kufahamu na champion ni nani, lakini pia na huduma wanazoweza kuzifanya kwenye jamii, na kukumbushana mambo muhimu yanayohusiana na masuala ya usawa wa kijinsia na ukatili wa kijinsia, ili kwamba wanapokwenda kutekeleza majukumu yao kwenye jamii wasipate shida na wawe na uelewa mpana juu ya utekelezaji wa majukumu yao. Na kimsingi wakienda kutekeleza, wanajamii watanufaika na huduma yao, kwa sababu tunaamini kwamba kwenye jamii uwepo wa huduma za machampion pamoja na wasaidizi wa kisheria zimekuwa zikiwanufaisha kupata haki stahiki kwa wakati. Na wakati mwingine unaweza kukuta mtu ambaye hana uwezo kabisa, hajui cha kufanya, hajui lolote. Machampion na wasaidizi wa kisheria wamekuwa ni mstari wa mbele katika kuhakikisha watu wanapata haki zao. Kwa msingi huo tunaamini upatikanaji wa haki kwa wakati kwa manusura wa ukatili wa kijinsia utakuwa ni rahisi zaidi.